Unajua sio kila mtu ambaye mwenye kibamia atajijua kama yeye ana kibamia. Anajijua lakini hapendi kusema kama mimi ninacho. Na ndo wanaume ambao wanaongoza sana kujisifiaga, they perform very well kwenye mapenzi. Yes. Yaani atamaliza kila maneno kwamba mimi yani nikifika huko nitakufanyia hivi, nitakugaragaza, yani nitakubinjua, lakini ukweli ni kwamba it's not true. Okay, na kwa wale ambao wana kwamba right now nataka sasa kufanya jambo fulani, labda nimridhishe mwanamke wangu. Kwa hiyo njia nyepesi ya kujisaidia hapo ni kwenda kupata maji ya kuoga kabla hapo. Yes. Lakini pia unaweza ukapata maji ya kunywa ambayo baridi, ukatulia at least hata dakika 10-15. Kuirudisha ile hisia ya mwanamke wangu, mambo anayonifanyia and everything, yani kuyaweka kwenye akili yako sasa, ili kujisaulisha zile hisia ulizonazo kwa pale. Then baada hapo mnaweza mkaendelea na tendo lenu na inakuwa vizuri kabisa na mambo yanatokea mazuri tu, kwa sababu tayari ushamweka kwenye akili yako. Ushamrudisha kwenye akili kwamba sasa natakiwa nimfanyie mwanamke wangu. Na kama itatokea kwenye tendo, basi mwanamke unabidi uplay part pia kwa mwanaume wako. Na patio ni kwamba usiwe na hasira. Umchukulie kwa sababu anakuwa labda hayuko kwenye fikra zake. Pale atakapotokea kupiz kabla au kusinya si ile imesinya katikati, yani ndio kwanza labda mnaanza tu. Kwa mwingine hata kupiza hajapiz, lakini tu unakuta tu ile kitu kimeacha kufunction au haisi chochote. Kwa hiyo kama mwanamke pia unabidi umsaidie. Kwa sababu mkiwa wote kwenye situation yule, kumbuka tayari ana hasira. Au ana msongo wa mawazo. Kwa hiyo anakuwa hayuko yeye pale. Kwa hiyo kama uta-act tofauti, utampoteza kabisa. Yes. Hata siku nzima anaweza kaona katuka kama kaka na dada yake. Lakini kama uta-play faithfully kwamba huyu ni mwanaume wangu, nabidi nimuelewe. Nabidi tu mkae chini, mzungumze, umjaribu kumpa maneno ya faraja, lakini pia wanasema kumwacha kurelax, ile kutokuwa na tension ya ile kitu, sababu ile inatumia, unajua circulation inatumia nguvu kuna mzunguko wa damu ambao unaenda haraka sana. Kitu ambacho Mungu mwenyewe amekitengeneza kinaenda kwa speed kubwa sana. Kwa hiyo kama utaamini kwamba nikiongea naye, nikimfanyia awe calm, yani you have to be so calm. Ukiwa calm, ukaongea naye vizuri, ukajaribu kumdadisi, kuongea lile ambalo linamtatiza, mimi naamini kila kitu kitakaa sawa na mtafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo mwanamume pale kwenye atawai kabla au imesinya ikiwa ndani, ukimkwazikia au kumfokea ndo unamua kabisa. Lakini unampoteza kabisa. Lakini ukimtia moyo zaidi au yani kuna watu ambao hata kuna wale wanasema mimi mwanaume wangu sijui ana mume mdogo lakini haunifikishi. Lakini jiulize swali, kuna mwanamke ambaye mwingine anakutana na wewe ambaye mwenye mume mdogo lakini anaridhika naye. Kwani inakuwa ni maneno tu ambayo unaweza sometime ukakaa naye chini, japo zipo dawa ambazo sawa zitampa performance and everything, lakini kuna muda yani unabidi uact kama wewe sasa. Si unataka lile jambo, si unataka kufikishwa, unataka kuridhika, unaweza ukaact wewe kama ndo giant, ukamfundisha, ukamwambia hapa tukae hivi, hapa tufanye hivi, mimi ili mwenzako, yani lakini in a very calm way. Ukamwelekeza mwambie mimi labda ni mpaka nifikie hivi, natakiwa nifanye hivi, natakiwa hivi, yani kila kitu kinaenda kwa step, yani hakuna jambo ambalo likakaa hapo likashindwa kuzungumzika. Hapo kwa hiyo mtu anaweza akawa na uume mdogo na mwenzie akaridhika vizuri tu bila shida. Ni positions tu ambazo serious, ni positions ambazo sometimes mnakaa yani sijajua wajua maisha ndio maana nasema na tofautiana sana. Sio kila mwanamke anaridhika na uume mdogo, sisemi hivyo. Lakini nimemaanisha kwamba how you take it.
inaweza kumsaidia yule mwanaume kujua wewe unataka kitu gani. Yani wajua mapenzi ni kitu ambacho sawa kinatufurahisha sana wanawake kwenye mahusiano. Lakini mwisho wa siku pia sio wote wanategemea mapenzi. Wengi wanategemea masikilizano, wanategemea heshima anayonipa kama mwanamke wangu. Hivyo vingine vinafuata kwa sababu anaona yani this girl au this woman gives me 10 over 10. Ananipa kila kitu ambacho mimi nakitaka. Sasa kwa nini mimi nisimridhishe yeye kwenye tendo ambalo yeye analotaka yeye? Sijui umenielewa point yangu. Kwa hiyo unamtengenezea na hii psychology ya kusema kwamba kama yeye anaweza kunivumilia kwamba right now nataka sasa kufanya jambo fulani labda nimridhishe mwanamke wangu. Kwa hiyo njia nyepesi ya kujisaidia hapo ni kwenda kupata maji ya kuoga kabla hapo. Yes. Lakini pia unaweza ukapata maji ya kunywa ambayo baridi ukatulia at least hata dakika 10-15. Kuirudisha ile hisia ya mwanamke wangu. Mambo anayonifanyia and everything. Yani kuyaweka kwenye akili yako sasa ili kujisaulisha zile hisia ulizonazo kwa pale. Then baada hapo mnaweza mkaendelea na tendo lenu. Na inakuwa vizuri kabisa na mambo yanatokea mazuri tu kwa sababu tayari ushamweka kwenye akili yako. Ushamrudisha kwenye akili kwamba sasa natakiwa nimfanyie mwanamke wangu. Na kama itatokea kwenye tendo basi mwanamke unabidi uplay part pia kwa mwanaume wako. Na patio ni kwamba usiwe na hasira. Umchukulie kwa sababu anakuwa labda hayuko kwenye fikra zake. Pale atakapotokea kupeace kabla au kusinya si ile imesinya katikati, yani ndio kwanza labda mnaanza tu. Kwa mwingine hata kupeace hajapeace lakini tu unakuta tu ile kitu kimeacha kufunction au haisi chochote. Kwa hiyo kama mwanamke pia unabidi umsaidie. Kwa sababu mkiwa wote kwenye situation yule kumbuka tayari ana hasira. Au ana msongo wa mawazo. Kwa hiyo anakuwa hayuko yeye pale. Kwa hiyo kama utaact tofauti utampoteza kabisa. Yes. Hata siku nzima anaweza kaona katu kama kaka na dada yake. Lakini kama utaplay faithfully kwamba huyu ni mwanaume wangu nabidi nimuelewe. Nabidi tu mkae chini mzungumze, umjaribu kumpa maneno ya faraja. Lakini pia wanasema kumwacha kurelax ile kutokuwa na tension ya ile kitu sababu ile inatumia unajua circulation inatumia nguvu kuna mzunguko wa damu ambao unaenda haraka sana. Kitu ambacho Mungu mwenyewe amekitengeneza kinaenda kwa speed kubwa sana. Kwa hiyo kama utaamini kwamba nikiongea naye nikimfanya awe calm yani you have to be so calm. Ukiwa calm kaongea naye vizuri ukajaribu kumdadisi kuongea lile ambalo linamtatiza, mimi naamini kila kitu kitakaa sawa na mtafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo mwanamume pale kwenye atawai kabla au imesinya ikiwa ndani ukimkwazikia au kumfokea ndo unamua kabisa. Unampoteza kabisa. Lakini ukimtia moyo zaidi au yani kuna watu ambao hata kuna wale wanasema mimi mwanaume wangu sijui ana mume mdogo lakini haunifikishi. Lakini jiulize swali, kuna mwanamke ambaye mwingine anakutana na wewe ambaye mwenye mume mdogo lakini anaridhika naye. Kwani inakuwa ni maneno tu ambayo unaweza sometime ukakaa naye chini. Japo zipo dawa ambazo sawa zitampa performance and everything lakini kuna muda yani unabidi uact kama wewe sasa. Si unataka lile jambo, si unataka kufikishwa, unataka kuridhika. Unaweza ukaact wewe kama ndo giant. Ukamfundisha ukamwambia hapa tukae hivi, hapa tufanye hivi. Mimi ili mwenzako yani lakini in a very calm way. Ukamwelekeza kwamba mimi labda ni mpaka nifikie hivi, natakiwa nifanye hivi. Nataka hivi. Yani kila kitu kinaenda kwa step. Yani hakuna jambo ambalo likakaa hapo likashindwa kuzungumzika. Hapo. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na uume mdogo na mwenzie akaridhika vizuri tu bila shida. Ni positions tu ambazo serious ni positions ambazo sometimes mnakaa yani sijajua
Wajua maisha ndio maana nasema na tofautiana sana. Yeah. Sio kila mwanamke anaridhika na uume mdogo. Sisemi hivyo. Yeah. Lakini nimemaanisha kwamba how you take it inaweza kumsaidia yule mwanaume kujua wewe unataka kitu gani. Yeah. Yani wajua mapenzi ni kitu ambacho sawa kinatufurahisha sana wanawake kwenye mahusiano. Okay. Lakini mwisho wa siku pia sio wote wanategemea mapenzi. Wengi wanategemea masikilizano, wanategemea heshima anayonipa kama mwanamke wangu. Yeah. Hivyo vingine vinafuata kwa sababu anaona yani this girl au this woman gives me 10/10. Ananipa kila kitu ambacho mimi nakitaka. Sasa kwa nini mimi nisimridhishe yeye kwenye tendo ambalo yeye analotaka yeye? Sijui umenielewa point yangu. Yeah. Kwa hiyo unamtengenezea na hii psychology kusema kwamba kama yeye anaweza kunivumilia. Unajua sio kila mtu ambaye mwenye kibamia atajijua kama yeye ana kibamia. Anajijua lakini hapendi kusema kama mimi ninacho. Na ndo wanaume ambao wanaongoza sana kujisifiaga they perform very well kwenye mapenzi. Yes. Yani atamaliza kila maneno kwamba mimi yani nikifika huko nitakufanyia hivi, nitakugaragaza, yani nitakubinjua, lakini ukweli ni kwamba it's not true. Okay, na kwa wale ambao